Asante sana. Mimi naitwa Jebla Kambole. Wakili wetu kiongozi Dr. Lugemeleza Nshala anatuongoza kwenye jopo hili, lakini pamoja na wakili Hekima Mwasipu. Tumekuja leo, ilikuwa tumekuja shauri kwa ajili ya kusikilizwa, na shauri tumeshindwa kusikiliza leo kwa sababu kuna mapingamizi kwenye kesi ya msingi kuhusiana na madai yaliyoletwa. Na mapingamizi ya kesi ya msingi yako jumla mapingamizi 9. Kwenye hilo swala la kesi ya msingi, mahakama imetusikiliza na imetoa mwongozo namna gani ya kusikiliza hayo mapingamizi ya msingi. Na mapingamizi ya msingi yamejikita kwenye uhalali wa shauri, kwenye uhalali walioleta malalamiko hapa mahakamani, lakini pia yamejikita kwenye uwezo wa mahakama kusikiliza mashauri haya namna hii, lakini pia yamejikita kwenye uhalali wa waleta maombi pamoja na nyaraka zenyewe walizozileta mahakamani. Kwa hiyo mapingamizi yao jumla yako 9, lakini pia matumizi ya sheria ambazo zimelalamikiwa hapa mahakamani. Lakini pia mapingamizi yamejikita kwenye uhalali wa katibu mkuu kushtakiwa kwenye shauri la namna hii. Kwa hiyo baada ya mahakama kusikiliza hizo hoja, imetoa mwongozo wa namna gani ya kusikiliza mashauri. Kwa hiyo tumepewa siku 10 za kuleta maelezo ya kina kwenye mapingamizi yetu, na wao wamepewa siku 7 za kujibu, lakini pia na sisi siku 7 za kuleta nyongeza yoyote. Hivyo kuhusiana na kesi ya msingi, mahakama imepanga uamuzi wake kutoa juu ya mapingamizi siku ya tarehe 10 mwezi wa 6 mwaka 2025. Kwa hiyo tunategemea hilo. Lakini pia kwenye maombi ambao wameomba mahakama hii itoe zuio. Kwanza siku za nyuma kulikuwa kuna maombi ya kutaka wapewe zuio bila sisi kuwepo. Tulikuwepo mahakamani na mahakama ilisema hawezi kutoa zuio bila sisi kuwepo na kusikilizwa. Ndio maana tulikuja leo. Lakini siku hiyo pia mahakama itasikiliza maombi yao. Itasikiliza pingamizi la awali ambao tumeyaweka pia kwenye maombi, lakini pia kuna mapingamizi ambao wenyewe wameyaweka. Mahakama itasikiliza yote na itasikiliza maombi yao, ambao maombi yao basically makubwa ni mawili. Wanataka chama kizuiliwe kufanya shughuli za kisiasa, lakini pia wanataka zuio la chama kutumia mali za chama mpaka kesi yao ya msingi isikilizwe. Kwa hiyo tutaangalia hiyo tarehe 9 kama mapingamizi hiyo tarehe 10 mwezi wa 6, mapingamizi yakiwa yana mashiko, ina maana maombi yao yatakufa na pingamizi na kesi ya msingi itaishia hapo hapo. Na sisi tuseme jambo moja, tutoe wito kwa wanachama kwamba siku ya tarehe 10 mwezi wa 6 mwaka 2025 waje mahakamani. Waje mahakamani kwa sababu Chadema ni chama chao, ni cha kwao, sio cha mtu mmoja mmoja. Kwa waje wasikilize hoja mahakama inasema nini, kwa sababu Chadema ni chama chao, lakini pia wao na imani kwamba chama kiko mikononi salama. Kwa hiyo sisi kama mawakili tutatumia uwezo wetu wa kitaaluma kuhakikisha kwamba tunakitetea Chama cha Demokrasia na Maendeleo kama wateja, lakini pia kuhakikisha kwamba Chama cha Demokrasia na Maendeleo kinaendelea kufanya shughuli zake za kisiasa. Mkuu wa chuo cha Kilimanjaro Institute of Technology and Management kilichopo Mwenge, Dar es Salaam na chenye ithibati na usajili wa NACTVET namba REG/ANE/029 anapenda kuwatangazia ofa maalum wahitimu wote wa kidato cha 4 2024 kwa kozi mbalimbali zikiwemo computer application, ICT for beginners, CCTV camera, video production, graphics design pamoja na sales and marketing. Kozi hizi zitaanza tarehe 2 mwezi wa 12 kwa awamu ya kwanza na tarehe 6 mwezi wa 2025 kwa awamu ya pili. Pia muhula mpya wa masomo kwa kozi za IT, hotel management na front office utaanza tarehe 8 January 2025. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0766348652 au 0717816034. KITM, elimu na ujuzi kwa maendeleo ya uchumi.